Amen. Tuketi. Bwana asifiwe. Niwatie moyo tunapoanza semina yetu, usitarajie wengine kwamba watakuja wanogeshe semina hii. Ni wewe mwenyewe, na niombe kwamba usiwe mgeni kana kwamba yani hapa tunalinda status zetu. Tumekuja semina na ni semina ya kiroho, semina ambayo ya kiroho hai-exclude mambo mengine ambayo tunajifunza huko sehemu mbalimbali. Kwa hivyo niombe basi umiliki eneo hili. You need to belong to this seminar. You need to own this seminar. Bwana asifiwe. Ndo mnanifukuza kabisa. Haleluya. Nimejaribu kukukaribisha lakini kama vile hukaribishiki. Hicho ni Kiswahili. Amen. Nimepewa nafasi ya kufungua. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Utangulizi umeshafanywa. Hii ni semina ya nini na kanisa linafanya nini kupitia semina hii. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya wawezeshaji, na nimshukuru Mungu kwa ajili yako wewe uliyefika. Nitoe neno la ufunguzi ambalo kiongozi wetu mwenyekiti ametuasa. You need to write down everything. Ukiweke akilini, lakini pia weka mazingira ambayo unaweza ukaretrieve baadaye au ukafuatilia. Kuna kitu nilinoti mahali kitakusaidia. Kwa dakika chache ambazo ni za ufunguzi wa semina hii, naomba nizungumze kitu kinachoitwa tengeneza mazingira ya kuheshimika. Tengeneza mazingira ya kuheshimika. Kama kijana, tengeneza mazingira ya kuheshimika. This is from 1 Timothy 4:11-12. Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 11 na 12 ni mstari au mistari ambayo tumeisoma na tutaendelea kuisoma. Neno la Mungu linasema hivi: mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mambo gani? Kuna mambo yametanguliwa kusemwa huko juu. Anasema uwakumbushe hayo mambo ambayo tumeyajadili. Mheshimiwa Timotheo 12 anaongeza kusema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Bwana asifiwe. Hamtaki kusema amen? Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwangalia Timotheo, ni moja ya vijana katika Biblia, na Biblia inatupa picha ya vijana wengi ambao walifanyika kuwa viongozi katika ujana wao, na hawa vijana wamekuwa ni role model kwa watu wengi, kwa vijana wengi, lakini sio tu kwa vijana, hata kwa viongozi mbalimbali. Siku hii ya leo tunapozungumza, tunapomwangalia Daudi, ameanza kutumika au ameanza kutumiwa na Mungu akiwa kijana. He was a young leader. Lakini kijana mwingine ni Joseph, ambaye amekuwa kiongozi mkubwa katika age ya 30 na kuendelea hapo. Lakini pia
kijana mwingine ni Yesu mwenyewe. Ametumika kuanzia kwenye miaka 30 akaenda hadi 33 kuelekea na 4. Huyu alikuwa ni kijana. Na tunapozungumza kijana tumeangalia umri ambao unaweza ukatuleta sisi sote ni kuanzia 25 plus. Na hawa vijana wako kwenye kategori hii na sisi kama vijana. Na vijana wengi katika Biblia wanaonekana kuwa exemplary leaders ambao hata sisi tunaweza tukajifunza katika maisha yao. Bwana asifiwe. Men of the early church leaders appear to have been young people like us, like you. Na tunapozungumza siku ya leo, kuna kijana anayeitwa Timothy ambaye alikuwa hajafika hata miaka 30. Yeye alikuwa kwenye miaka ya chini hapo kidogo, na huyu alifanyika kuwa kiongozi. Kwa hivyo kuna vitu vya kujifunza katika maisha yake, na sizungumzii swala la uongozi leo, lakini kama vijana tunaweza tukachukua maisha ya vijana wengine, na hawa walitengeneza mazingira ya kuheshimika. Lakini kijana mwingine, hii inatoa tu mifano na baadaye nitaje vitu hapa vichache nimalize, maana nimepewa tu kufungua. Kijana mwingine ni Tito anafanya huduma, ni moja ya vijana au moja ya watu ambao wamehudumu wakiwa katika hali ya ujana. Kutaja wengine hatutawasahau Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. These are one of the young people ambao walitengeneza mazingira ya kuheshimika. Unapokuwa hapa Dar es Salaam, unapokuwa unafanya shughuli zako, najua kuna topic nzuri zitaletwa au mada nzuri zitajadiliwa, ni suggest mambo mawili ambayo tunapoingia katika semina hii kwa siku hii ya leo. Mungu wa mbinguni atupe neema ya kufanya hivyo, kama ambavyo Paulo anamwambia Timotheo katika ule mstari wa 11 na 12, mambo haya uyaagize na kuyafundisha, nami ninakuagiza, ninakufundisha, ninakuelekeza ya kwamba unaweza ukatengeneza mazingira ya kuheshimika kama kijana kwa kufanya mambo haya au kwa kuwa na vitu hivi. Component ya kwanza ni be an example. Be an example. Be an example. Uwe mfano. Uwe mfano katika mambo mengi ambayo unayafanya. Na Paulo ametaja vitu kadhaa mahali hapa. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio. Kuwa kielelezo ni maisha ambayo watu wanapokutazama wanasema yes, kuna kijana huyu tunamfurahia, ninamfurahia. Na kuwa kielelezo anasema katika usemi na mwenendo. Usemi na mwenendo, haya ni maisha ya kila siku ambayo huwezi ukawa unaishi ukaondoa usemi na tabia. Lazima vitu hivi vyote vitaonekana. Kwa hivyo kama kijana Mkristo ambaye katika age hiyo ya 25 plus, Mungu anakutaka ili uweze kutengeneza mazingira ya kuheshimika. Be an example katika biashara hiyo unayofanya, katika ofisi hiyo unayofanya, katika jinsi yako ulio nayo. Mungu wa mbinguni anakutaka uwe ni mfano. La pili ni kuwa na competence. Competence. Baada ya kuwa umembeba Yesu, baada ya kuwa wewe tunakuona ni ushuhuda, ni mfano, tunatarajia kuona kijana aliye competent katika
kila eneo ambalo unalipitia, na maada za leo tunaamini ya kwamba zitatusaidia. Unaweza kuwa competent katika physical skills, unaweza kuwa competent katika intellectual issues za ikiwemo namna ya kusolve matatizo, uwe na hizo skills. Competence inakupeleka katika maeneo mbalimbali, lakini pia emotional intelligence ya namna ya kuweza kutatua matatizo. Na ukiwa na emotional intelligence skills, tutakuona ukiwa na self awareness ambayo ni ya kutambua moods zako na emotions, lakini pia tutakuona ni mtu mwenye self control ambaye tunaona thinking na acting ziko managed properly. Bwana asifiwe. Lakini pia tutaona mtu mwenye goal commitment, mtu ambaye anajitengenezea mazingira ya kuheshimika, akawa mfano, akawa competent katika eneo la physical skills, intellectual problem solving skills, lakini pia emotional intelligence skills. Tutakuona unajitambua, na mwisho niseme utakuwa sensitive. You will be sensitive in every area, katika mazingira ya ile makeup yako. Bwana asifiwe. Namna unavyo treat watu, namna unavyo treat watu. Na mwisho niseme utakuwa na relationship proficiency, ambayo mahusiano yako ya kila siku unayoyafanya tutakuona umeyatengeneza vizuri. Na hata sasa mambo ya uchumi tutakayoambiwa na nini na vitu vingine, wawezeshaji wetu walivyojipanga, Mungu wa mbinguni atatusaidia. Nataka kusema kwa kumaliza hivi, tengeneza mazingira ya kuheshimika. Kwa lugha nyingine, tunaweza kuwa na kijana hapa ametengeneza mazingira ya kudharaulika, ya kutukanwa, ya kubezwa au ya kulitukanisha jina la Bwana kwa sababu ya mazingira au maisha ulivyoyachukulia. Na sasa mimi ninapotoka mahali hapa, ninakuaga kwa kusema tengeneza mazingira ya kuheshimika. Kuheshimika, uwe mfano, lakini pia competence katika maeneo hayo niliyoyasema yatakupa uwanja au uwanda wa kuweza kumtukuza Mungu kupitia mwili, kupitia emotions na vitu vingine mbalimbali katika kila eneo la maisha yetu. Napenda kukukaribisha katika semina hii. Fungua moyo wako, fungua akili yako kuweza kujifunza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini pia ni kukaribisha kumfurahia jirani yako. Usije ukawa umekaa na mtu ambaye hata humwangalii usoni, alafu ni kama vile alivyovaa unasema ungekuwa umevaa jana au kesho, sio leo. Mfurahie huyo jirani yako ili uwe na semina nzuri. Bwana asifiwe. Hebu nitoe sekunde 5 za kucheki jirani yako na umshangilie Bwana kwa namna alivyokupa jirani mzuri. Haleluya. Haleluya. Hamtaki kusema amen? Bwana asifiwe. Sasa si wawezeshaji watakuwa wanatumia lugha, watakuwa wanasema oye, maana amen hatutaki kuitikia. Lakini niwakaribishe, na sasa nitamke kwamba semina hii nimeifungua katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sote tupige kelele tukisema amen. Amen, amen, amen.